ungepata nafasi ya kuonana na kiongozi, ungemwambia nini? Kumwambia ndio hicho. Wakawa tuangalie na sisi kwa sababu tunanyanyasika sana. Tunanyanyasika sana. Hakuna mtu anayezalauliwa kama sisi. Hata Mungu Makombo mwenyewe hazalauliki kama tunavyozalaulika sisi. Tuangalie kwa jicho la tatu. Ni kitu gani kinachokuumiza zaidi? Maneno, watu au matendo? Vyote. Kwa sababu maneno na vitendo vinatokana na mtu. Kwa sababu kama binadamu una moyo na unahisia na una nyongo nayo. Wewe mtu femua hujamkosea aje hapa akutukane. Unajisikia vizuri? Kwani hivi tunakutana na vitu vinauma yani. Mtu anakuja na kutukana bila sababu, mtu anaweza akakuchukua ndo kama hivyo anakuambia akakufanyia vitu anavyojisikia yeye, kwa kumshtaki una. Na mtu mwingine anakuambia nenda kanistaki popote. Kanistaki popote kwa kunipeleka hauna yeye. Sijui nini. Ni wakati gani uliwahi kulia baada ya kutoka kwa mteja? Nililia. Nililia siku yani niliibiwa hela zote, nilibakishiwa 2000 tu ya nauli. Uliibiwa na mteja au mazingira ambayo? Na yule mteja. Ni kwamba yeye alikupa hela na kuibia. Yeye mwenyewe kanikuta na ranki. Tumeenda kulala kanigea laki na 30. Laki na 30 tumelala. Unajua tena kukesha, kutembea, unachoka. Kwa hiyo kufika pale nimelala. Nakuja kushtuka saa 2 asubuhi. Jua lilishachomola kabisa linanipiga. Naamka na mwanangu mzangu hayupo, labda uko chooni hayupo. Afu sasa nilizificha, yani nilipozisikia uko niangalia. Nenda kuangalia pale nilipoficha hela nakutana na 2000. Hayo siku nililia sana, nililaani. Yani vya kutosha. Uwaga unatembea labda kama umbali kiasi gani kwa unapodhani? Kutembea kama vipi? Umesema kwa sana. Yaani kutembea si ndio hivyo, unaweza ukatoka hapa, ukafika mpaka hapo, ukarudi, unakuta mtu mwingine mmeenda labda huko, unajua zile. Yaani zile ruti zile. Mmeingia klabu, hamna kukaa, muda wote mnacheza muziki hivyo. Kwani ukija kulala ni kama vile umepigwa. Yaani kulala na umelala. Ukitazama maisha yako kama ungeipa jina gani? Sijui jina gani. Maana nilipitia ni mengi sana. Ni mengi. Mpaka nimefikia hapa. Mara saa nyingine nikikaa nikikumbuka zamani hata ningepata movie nimekaa hivi. Naangalia sijui jina gani kusema ukweli. Kama ungepewa nafasi ya kurudi nyuma miaka 5, unadhani ungejishauri nini au ungejipia nini? Yaani sio miaka 5, yaani ningerudi nyuma. Ndio yale nakwambia ningesema sana. Ningekaa ningetulia. Kwa sababu walimwengu sio watu wazuri. Mama asifunzwa na mama, atafunzwa na ulimwengu. Sasa huko ndio ulimwengu hivi. Unadhani dada kwa inahusiana na hiyo moja ya kufura na mmoja wa mwili? Inahusiana. Sababu wewe umekata kusikiza wazazi wako. Ukaja ulimwenguni, walimwengu sana wanaachana nao. Ndio wanakufunza. Ambao walishafunzwa na wazao lakini hawakusikia. Yaani sisi tuko mchanganyiko. Wapo wafunzwa na wazazi wao hawajasikia. Wapo wengine starehe walishaanza tangia udogoni. Na wapo wengine ambao wametokea kwenye ziki. Yaani kuna watu wametokea kwenye ziki mpaka zikitini. Mtu anatoka kokoa akija hapa na anaongea Kiruga tu.
mpaka akae dakika mwisho unakuja na kumbe hivi na hivi. Kwa kuna watu yani wametokea yani ndani huko maisha ni ya shida. Kwa sisi yani tupo matabaka mengi. Wapo wengine unajua kwa luxury, maisha mazuri. Lakini ndo hajazoea kubanwa. Anataka atoke ajiachie hivyo. Yaani wapo design nyingi. Dada Jessica, unadhani ni kitu gani kinachokupa nguvu hata kama umechoka? Familia yangu. Kufanya hiyo kazi. Yaani ni nini kinachokupa nguvu ya kuendelea kufanya hata kama umechoka au hutaki kuendelea? Familia yangu. Sababu nikikaa nikiwaza. Mungu saa ingine amelala, hutaki hata kutoka. Au saa ingine unatamani, nipate hata mimi sikufichi. Nishafanya biashara. Sijui za kuuza sambusa, sijui kuuza nini, sijui kutembeza juisi, sijui kuuza supu. Nishafanya. Lakini unakuja kujikuta unarudi labda nyumbani faida 10,000, 15,000. Ukaangalia 10,000, 15,000 nyumbani tu watoto kwenda shule. Isha katika 3,000, 4,000. Bado kula. Asubuhi unaamka mtu hata 100 hauna. Unataka kwenye biashara. Kwa unajikuta unavunjika moyo. Habu achungudi kule. Unarudi. Kwani mimi mwenzao kipaumbele familia yangu. Hata niwe nimechoka. Lazima tu nitasimama. Nitasimama, nitajipa Kuna mtu umeshawahi kumsaidia kwa kutumia pesa zako? Akanifanyaje? Kuna mtu umeshawahi kumsaidia kwa kutumia pesa zako? Wadogo zangu. Mbali na familia labda utubaki marafiki. Sababu unakutana na mtu hana pa kukaa. Danda tu. Hapo utakapomchukua unakaa naye. Mungu kasaidia hapo wewe una nusu na yeye ana nusu na muongezea naye anapanga chumba chake. Hivyo sisi tunasaidizana sana. Sana. Kati ya pesa na heshima ungeambiwa uchague kimoja kati ya hizo mbili, unadhani ungekuwa upande gani? Hapo cha kuchagua sio. Ningechagua vyote. Ukiambiwa uchague kitu kimoja, kama ni pesa unaiacha heshima au kama heshima ndio nakwambia kwa kuchagua sina, kwa sababu heshima napenda na pesa ndio kila kitu kwangu. Ukiacha Mungu napenda pesa mimi. Sababu siwezi kula bila pesa, siwezi kuoga maji bila pesa. Pesa na heshima nayo. Mimi ukinikuta usiku na utakayenikuta mchana, vitu viwili tofauti. Yaani vitu viwili tofauti yani. Naweza tukakutana usiku, tukakutana mchana, tukapitana hivyo usinijue. Sababu napenda heshima. Na sitaki yani kwamba eti nafanya kazi hii basi kila mtu ajue kwamba yule yuko hivi, hapana. Kwa nini kuniambia eti nichague hapo? Sina cha kuchagua. Dada Jessica, unadhani ni vitu gani unaweza kuwashauri watu kutokana na changamoto unazokutana nazo katika kazi yako, au unaanza kitu gani kutokana na hizo experience ulizokuwa nazo? Mimi cha kuwashauri kwamba wapunguze tamaa, wakae watulie. Yaani hivyo. Tamaa sio nzuri. Sasa kama mimi nitawashauri nini? Hapo kwa wanaume sina cha kuwashauri. Haya sawa. Sasa wadogo zako wanakusikiliza, unawaambia nini kutokana naye? Ndio nawaambia kama mtu anasoma akae asome. Kama mtu anapewa kila kitu nyumbani kwao, hata kama
hatimizwi vyote, basi akae avumilie. So maisha sio rahisi kama mtu anavyofikiria. Afu yani sio niwaambiaje, wadogo zangu ni sema najitoa 2000 sijui. Sio niwaambiaje. Yaani usije yani ukamtamani mtu tifanye uko hivi na mimi nataka niwe hivi, hapana. Maisha sio rahisi. Yaani sio rahisi kabisa. Changamoto ni nyingi. Yaani kama sasa hivi maradhi ni mengi. Yaani ni mengi mpaka mengi sana. Kwa mtu ukae tu pambana na hali yako. Unachokipata hicho kidogo shukuru. Mungu akujalie uwezo wako wote wako. Kaa. Pambana. Pambania elimu yako. Yaani hicho sina cha kuongea sana. Au kuongea mengi, hapana. Yaani tamaa tu. Na yaani kile ulichokwamba moyoni sasa nafanya nini au nataka niwe nani, basi focus kwenye hicho hicho. Lakini usije tu ukatamani eti mimi hapa nabanwa, sijui uhuru, nataka niwe uhuru, sijui hivi. Ngoja kuna walimwengu. Afu walimwengu sasa ndo wanakusubiri sasa uteleze tu wenyewe wakudaki. Naomba nikuulize swali hili. Ushawahi kuingiliwa na mteja kinyume na maumbile bila idhini yako? Na kwa kinyume na maumbile sio kweli. Sija kutana nayo. Ila kuingi wapo. Wateja hivyo wapo wengi. Kama mtu aamini sari yangu hivi na nitakupa, mtu anakutamanisha na kuwekea mpaka wewe hapo. Lakini mtu unafuata nini? Akili yako. Afu mtu kama sio tabia yako au michezo yako, uweze ukafanya nini? Ukafanya hivi. Lakini kuingiliwa bila ridhaa yangu mbele, lakini sio kinyume, kuna maumbile sio kweli. Bila ridhaa yangu ndio hiyo. Shaingiliwa kweli na mtu akaondoka, nikapigwa sana hivyo. Pole sana. Nashukuru. Tulikuwa na dada Jessica hapa. Ni dada poa, amejaribu kutufunza mambo matatu kuhusiana na kazi yake, changamoto zake, na ametuanza vitu gani vya kuweza kuacha. Ewe binti unaangalia kipindi hiki sasa hivi, umemsikia dada anapoongea hapa, na ni imani yangu umejifunza mambo mengi kupitia yeye. Thank you, tutakuwa na wewe hadi wakati mwingine. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok and Twitter. Karibu.